Nitumie nafasi hii kuvishukuru sana vyombo vya ulinzi katika mkoa huu wa Pwani, mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Morogoro kwa kazi kubwa ambao wamefanya wakishirikiana na bonde la Wameruvu. Juzi tulikuwa zetu Kitomondo, tuliona mto ulikuwa umechepushwa akituporudisha katika hali yake, na leo nimepata wasaa wa kuja kutembelea mtambo wetu wa Ruvu Juu. Ile operation ambazo zinaendelea zimeleta matokeo chanya. Kwa hiyo kikubwa ambao naomba ni kwamba operation ziendelee, na kipaumbele chetu kwa sasa maji haya yote yawe kipaumbele kwa binadamu. Lakini jambo la pili ambalo tunalisisitiza kwamba kiwango cha sasa ambacho tunachokizalisha maji basi kigaiwe kwa usawa. Kwa hiyo maelekezo kwa DAWASA kwamba kiwango hiki cha maji ambacho kimepatikana na tulicho nacho kigaiwe kwa usawa. Na jambo la tatu naendelea kusisitiza, tumejitahidi kusimamia kwamba kila maeneo yafikiwe na hii huduma ya maji. Ila tumeia hapa siku leo watapata hawa, kesho watapata hawa, kesho kutwa watapata hawa. Lakini kwa kiwango hichi ambacho tulichokuwa nacho na katika mazingira ya sasa, basi tuhifadhi maji. Sababu ukihifadhi leo yatakuhifadhi kesho. Kwa hiyo lazima tutengeneze utamaduni wa kuhifadhi maji. Lakini jambo la mwisho, naombe sana wana Dar es Salaam, wana Pwani, tuwe wavumilivu. Na hiki ni kipindi cha mpito tu, tutavuka salama. Faraja ambayo tunaipata kwamba baadhi ya maeneo mvua imeanza kunyesha, naamini kwa mvua hizi ambazo zitaanza kunyesha hivi karibuni, basi tutarudi katika hali yetu na mamlaka yetu DAWASA itaendelea kutoa huduma na tutarudi katika hali yetu ya kawaida. Naitwa Elibariki Joseph Masi, mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Wameruvu. Mito yetu ambayo ni vyanzo vya maji ambavyo vinatumika kwa ajili ya kuhudumia mikoa ya Pwani, Dar es Salaam pamoja na baadhi ya mikoa mingine ikiwemo mkoa wa Morogoro. Ni kweli tunategemea kupata mvua za vuli, lakini mvua za vuli kwa mwaka huu zilikuwa chache. Hivyo kiwango cha maji kwenye vyanzo vyetu vya maji vilipungua. Kwa kama jukumu la taasisi tulihakikisha kwanza kukagua vyanzo vyetu vya maji na kutoa changamoto zilizokuwa zinasababisha maji kupungua, na naamini kabisa kwa zoezi ambalo tumeendelea kulifanya kwa maana ya kusitisha zile shughuli ambazo ni za maji ambayo sio kwa ajili ya matumizi ya majumbani, hivyo tumezisitisha, na kinachofanyika sasa hivi tumekuwa tukipita kwenye maeneo yote kwa kufanya doria, na kiwango cha maji kimezidi kuongezeka katika mto. Tunaamini kabisa kwamba ni kipindi cha muda mchache, na baada ya pale hali ya matumizi ya maji itarudi katika hali yake ya kawaida. Kama taasisi tumeendelea kutoa rai kwa wananchi wanaoishi karibu na vyanzo vya maji kuwa na ustahimilifu, wakati huo wakishirikisha tukishiriki pamoja katika kutunza hivi vyanzo vya maji. Na katika vitu vya msingi tulivyofanya, maeneo ambayo yalikuwa yanapoteza maji tumeshayazuia, na hivi sasa maji yanatiririka moja kwa moja na yanatumika kwa ajili ya matumizi ya majumbani tu, na ndilo kipaumbele kwa sasa kwa ajili ya matumizi ya majumbani. Kwa sababu mto unapotiririsha maji kuna wakati mwingine unahama mkondo wake, na hii ni kawaida kwenye mito. Lakini tulichokifanya sasa hivi ni kutokuwa na mikondo mingi ambayo inapoteza mwelekeo wa maji. Hivyo tulichokifanya ni kuhakikisha kwamba mikondo yote tunaiweka katika mto mmoja, na hivyo mto kutiririka moja kwa moja katika maeneo yetu ya uzalishaji wa maji, hasa kwa maeneo yanayozalisha maji kwa jiji la Dar es Salaam na Pwani.